yeye pia ndiye amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wa taifa letu. Lakini siku ya jana lilihutubia taifa akiwa ni mama ambaye ameamua kwa makusudi kuliunganisha taifa kutokana na changamoto iliyojitokeza siku ya tarehe 29 mwezi huu wa 10 wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo kwanza, nikiwa kama kiongozi wa moja ya vijana, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM, nichukue fursa hii pia kutoa pole kwa vijana wenzetu wote ambao kwa namna moja ama nyingine walipata madhara kwa siku ile ya tarehe 29. Tuombe Mwenyezi Mungu wale ambao wametangulia mbele za haki walale mahala pema peponi, lakini na wale ambao wamepata madhara na majeraha, tunamwomba Mwenyezi Mungu awape afya njema, wapone kwa haraka, waendelee na shughuli zao za kujitafutia maisha na kuweza kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Rais alituasa vijana wa taifa hili, na mimi naomba ninukuu. Alisema hivi: kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwa misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema hizi mnazoziona leo. Nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo hii. Niwasihi sana wanangu, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zitakazowakabili, usikubali hata siku moja ushawishiwa kuichoma nchi yenu, kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao umeukalia. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msijekuwa wabomoaji wa taifa lenu. Maneno haya ukiyasikiliza kama kijana, kama mtoto, ambao yanatoka kwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama wa taifa letu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utaona ya kwamba Mheshimiwa Rais ameamua kukaa katika nafasi ya umama kwa vijana. Kwa sisi kama vijana tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake ambayo kwa asilimia kubwa imekwenda kutugusa sisi vijana. Lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya kuamua kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana wenzetu ambao kwa bahati mbaya walifuata mkumbo na hawakuweza kujua wanafanya kitu gani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya vijana wenzetu wa Tanzania. Sisi kweli tunao makundi ya vijana ambao kwa namna moja ama nyingine hufanya maamuzi bila kujua kwamba wanalolifanya athari yake ni ipi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kuweza kutoa maelekezo haya, na mimi niwanasihi vijana wenzangu ambao watapata msamaha huu wa Mheshimiwa Rais, na kwa vile walifanya makosa bila kudhamiria, walifuata mkumbo, hawakuwa wanajua nini wanachokifanya, niombe sana vijana wenzangu, tutakapopata fursa hii tukae chini, tujitafakari, tuijenge Tanzania yetu, kwa sababu hakuna atakayetoka nje ya Tanzania kutusaidia kulijenga taifa letu. Lakini vile vile nimpongeze Mheshimiwa Rais, ndani ya siku 100 ameahidi ya kwamba ataleta tume ya usuluhishi na uelewano. Na hii ni dhamira njema kabisa ya Mheshimiwa Rais kutaka kulijenga taifa ambalo linakwenda kuwa na upendo, mshikamano wa kisiasa, litakalotoa fursa